Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea dalili 10 za kisukari. Dalili 10 za kisukari. Wengi sasa hivi wamekuwa na changamoto ya kisukari. Leo tutakufundisheni dalili 10 ambazo ukiziona hizo basi jue moja kwa moja una changamoto ya kisukari. Na hizi dalili mara nyingi watu wengi wanazipuuzia. Wanaziona ni kila siku tu, ni dalili za kupuuzia, za kupita, lakini ukiona dalili moja tu kati ya hizi basi jua kwamba unatakiwa kutibu mapema ili uweze kuokoa figo, uweze kuokoa mishipa ya damu, lakini pia uweze kuokoa macho hata maisha. Kwa hiyo ndugu yangu, unachotakiwa kujua ni kwamba kisukari haipigi kelele, huwa inaanza kimya kimya, baadaye unakuja kushtuka imeshakuwa kubwa sana. Kwa hiyo ukiona dalili mojawapo kati ya hizi basi hakikisha unawasiliana na Dr. Jimmy ili uweze kupata msaada. Na nimeshaelezea kabisa, ni rahisi sana kutokomeza changamoto ya kisukari endapo utapata program maalum. Program yenyewe maalum ni ipi? Ipo ambayo kwanza unaanza program ya kufanya detoxification ya mwili wako. Ya pili ni kuhakikisha unakula mara 2 kwa siku. Sasa kwenye program utaelezewa ule nini na utaweza kufuatiliwa kuondokana na changamoto hiyo. Kwa hiyo kama unateseka, wasiliana na Dr. Jimmy leo. Program yetu ni rahisi sana, program ya chakula ambayo inaitwa Diabetes Controller. Moja kwa moja inapatikana kwa $100,000, lakini pia dozi yake inapatikana kwa $350,000. Dalili namba 1 ambayo natakiwa na uifahamu, kwanza tunasema ni kiu isiyoisha hata ukinywa maji ya kutosha. Wengi wamekuwa na dalili hii mojawapo, unakuta anakunywa maji ya kutosha lakini pia unaona kiu chako hakiwezi kuisha. Na hii ni dalili ya awali kabisa. Na ni kwa nini inatokea? Ni sababu sukari inapokuwa juu kwenye damu, mwili huo unatumia figo kujaribu kuondoa kwa njia ya mkojo. Kwa hiyo unapoteza maji mengi, ndio maana pia inaweza kuwepo dalili mojawapo ya kukojoa. Kwa hiyo ukishapoteza maji mengi ukishakojoa maji mengi huwa unapelekea kiu ya mara kwa mara hata baada ya kunywa maji. Wengi wamekuwa wakituuliza kwamba inakuwaje sasa unapata kiu? Ndio hivyo, ina maana sukari inafanya figo iweze kufanya kazi zaidi kuweza kuondoa sukari, na ikishashindwa basi maji yatatoka mengi zaidi. Kwa hiyo wengi wanadhani ni joto, wengi wanadhani ni uchovu, na wengi wanadhani ni kutokunywa maji, kumbe ni kisukari kimeanza taratibu. Kwa hiyo ukiona dalili hiyo ya kiu mara kwa mara, hakikisha unaenda kuchunguza. Namba 2, kukojoa mara kwa mara hasa usiku. Hasa usiku. Bado tumesharudi kwenye hoja yetu ya kwanza, ina maana figo yako ina force kuweza kuitoa ile sukari. Mara nyingi utakuta figo yako muda wote inakuwa bize kuchuja sukari, na hapa mkojo wako unakuwa mwingi na unachoka na unakuwa na usingizi na unakata na usingizi katikati. Baada ya saa 1 mpaka 2 unaamka unaenda kukojoa. Na hapa wengi wanasema labda nimekunywa maji mengi jioni, kumbe sio maji tu, ni glucose inapita kiasi, glucose nyingi au sukari nyingi sana. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba hakikisha unapoona dalili ya kukojoa mara kwa mara ukachunguze, kwa sababu hata kwa wanaume inaweza kuwa dalili ya tezi dume au inaweza kuwa ni dalili ya UTI. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwenda kuchunguza. Lakini pia kuongezeka kwa njaa kuliko kupita kawaida. Tunasema kisukari ikishindwa kuingia kwenye seli moja kwa moja, mwili huo unadanganywa kwamba hauna nguvu. Kwa hiyo unaishia muda wote kutamani chakula, muda wote kula chakula. Ni kwa nini? Kwa sababu mwili wako tayari umeshadanganywa, unajua kabisa kwamba hauna nguvu, lakini pia unakumbuka mwili wako unakuwa unaumwa na kuchoka mara kwa mara. Hii inatokana na nini? Inatokana na sukari kuweza kuongezeka kwenye damu. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo inahitaji uangalizi wa haraka. Lakini namba 4 tunasema ni kushuka na kupungua uzito bila sababu. Watu wengi unakuta alikuwa na mwili wake vizuri kabisa, alikuwa ni mwili wake mzuri kabisa, amenenepa safi, lakini baadaye unaona anaanza kupungua. Inatokana na nini? Inatokana na changamoto ya kisukari, kwa sababu kisukari pia huwa inashusha kinga ya mwili. Inashusha kinga ya mwili, lakini pia inasababisha mwili wako ushindwe kuchoma mafuta vizuri. Na ujue end product ya sukari, na maana sukari yote iliyopo mwilini huwa inabadilika kuwa mafuta. Ndio maana imekuwa ni changamoto kubwa, imekuwa ikiwasili watu wengi kuweza kupungua ule uzito bila kuwepo na sababu ya msingi. Lakini pia uchovu sugu usioisha. Mara nyingi unakuwa unahisi ni mchovu. Kwa nini? Kwa sababu mwili unaposhindwa kutumia
glucose kama chanzo cha nishati, unatengeneza uchovu unaosumbua, kwa sababu tunasema mwili wako unatakiwa utengeneze au utumie glucose kama chanzo cha nishati. Ndio maana nimewaambieni kwamba tunapoanza kwenye programu yetu ambayo tunayo, mara zote lazima tuanze kutengeneza mwili uanze kutumia glucose yake mwenyewe kama chanzo cha nishati bila kutegemea vitu kutoka nje. Ndio maana unapoanza kutumia ile program unaanza kupata nguvu, mkojo unaanza kukaa sawa, lakini pia unaanza uchovu kuanza kuisha, na pengine usio mkojoaji wa mara kwa mara na kuhisi kiu. Ni kwa nini? Kwa sababu tunaanza kutaka mwili wako utumie nishati yake mwenyewe. Lakini pia wengine wanapitia dalili ya uoni hafifu, kuona ukungu kwenye macho. Unakuta mtu haoni vizuri. Tunasema sukari huwa ikipanda vizuri huwa inavuta maji kwenye macho, kwa hiyo unakuta retina inakuwa inasumbuka moja kwa moja. Sasa retina ikishaanza kusumbuka moja kwa moja, ndo ile utaona mtu haoni vizuri, lakini pia aone ukungu mbele. Ndio maana watu wenye kisukari huwa wanapata dalili ya kushindwa kuona vizuri. Lakini pia vidonda kutopona haraka, ndio maana watu wengi wanakatwa miguu. Sasa ndugu yangu, haina haja ya kukatwa mguu. Pata tiba haraka, pata tiba kwanza ambayo itakusaidia kurahisisha kufanya mwili wako utumie nishati yako wenyewe. Cha kwanza tunasema kisukari inapunguza uwezo wa mishipa midogo ya damu kupeleka virutubisho kwenye ngozi na majeraha. Ndio maana ni ngumu, na maana ile mishipa inakuwa imeshaharibika, haiwezi kupeleka virutubisho na virutubisho muhimu sana kwenye ngozi ili iweze kuziba. Ili ngozi iweze kujitengeneza vizuri inahitaji virutubisho muhimu. Sasa kama ile mishipa imeathirika, unafikiria nini? Lazima utapata majeraha yasiyopona moja kwa moja. Kwa hiyo unakuta ikitokea msuguano wowote ule, unakuta hilo jeraha halifungi, hilo jeraha haliponi. Kama unapitia dalili hiyo na kama una kisukari mpaka kimeshatengeneza kidonda, basi wasiliana na Dr. Jimmy leo ili uweze kupata msaada zaidi. Lakini pia kwa mchuzi, tunasema ukipata miwasho, kupata fungus sehemu za siri kwa upande wa wanaume, kwa sababu bakteria wanaishi vizuri au mazingira yao rafiki ni yale ambayo yanakuwa na sukari. Yale mazingira huwa yanakuwa rafiki sana kwa bakteria, na bakteria wao wanaweza kusurvive vizuri kabisa kwenye mazingira ambayo yanakuwa na sukari nyingi sana. Ndio maana wengi unakuta fungus haziishi. Fungus haziishi, lakini pia miwasho haiishi, kwa sababu miwasho ni dalili mojawapo ya kwamba una changamoto ya fungus. Kwa hiyo hizo ni dalili, ukiziona pia shtuka. Fungus mpaka miguuni, unakuta ndugu yangu unakuwa ni muuguaji wa kila siku, basi ukiona hizo, basi jua kwamba ni dalili mojawapo za kwamba una changamoto ya fungus. Lakini pia kuna ganzi na kuchoma kwenye miguu na mikono. Ni dalili ya kuanza kwa kisukari. Kwa kisukari tunasema diabetic neuroceliac moja kwa moja. Tunasema sukari inapoharibu mishipa midogo midogo, fahamu inahisi kama kuwa kuna sindano ndogo ndogo ambazo zinaweza zikawa ikaleta changamoto ya moto, ikaleta changamoto ya ganzi, lakini pia kubanwa kwenye miguu, ambayo watu wengi huwa wanaamini ni baridi, lakini la hasha, hiyo sio baridi, kumbe ni tahadhari ambayo unatakiwa uichukue mapema. Kwa hiyo unapohisi ganzi, ndugu yangu, usikae kimya. Unapohisi ganzi, shtuka. Hiyo ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba sukari imeanza kupanda. Lakini pia ngozi kukauka kuwa nyeusi kwenye shingo na kwapani. Shingo na kwapani unaanza kuwa ni nyeusi. Ni kwa nini? Kwa sababu tunasema sukari pale inapoongezeka, insulini ya mwili huwa inakuwa ni chanzo kikubwa sana. Lakini pia kumbuka, figo yako inaanza kuathirika. Kumbuka pia unapoteza na maji mengi, na tunategemea ngozi itengenezwe na maji ya kutosha ili iweze kunawiri, ili iweze kuwa safi. Sasa kwa ikitokea una changamoto ya kisukari na kinga ya mwili plus kushuka, ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako. Sasa ndugu yangu, tuambie hapo ni dalili gani ambayo unapitia, na kama uko hapa, kwanza unatumia zile sindano za insulini, lakini cha pili unatumia una kidonda ambacho akijafunga, wasiliana na Dr. Jimmy leo. Na pengine kuna wale ambao unakuta sukari inapanda zaidi na wanashindwa nini cha kufanya, basi wasiliana na mimi leo. Tutaanza program maalum. Program kwanza ni kutengeneza mwili wako utumie glucose yake yenyewe ili uweze kuondokana na changamoto
changamoto hiyo. Ni rahisi sana, tumeshasaidia watu wengi, wewe ndo uliyebaki. Sasa kama umeona dalili moja au mbili, basi usipuuze. Hii ni alarm ya mwili wako kukupa saini kwamba sukari inaanza kutoka kwenye mstari. Kwa hiyo hakikisha unajipima, unajirekebisha, unafanya mazoezi na unafanya miongozo, maelekezo na tiba asili ambazo utakuwa umeelekezwa, zinasaidia kuondoa kabisa changamoto ya kisukari. Kwa hiyo ndugu yangu, kama una changamoto ya kisukari, niandikie hapo chini kwenye comment, niandikie neno kisukari na mimi nitaweza kukupa msaada. Kama ni mara ya kwanza, usiache kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.